Kama unahitaji kumchezea Yesu, lazima ulisikilize neno lake Kristo ili maisha yako yabadilike. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Vinginevyo utabaki unaendelea kuishi katika hali ngumu. Yesu haziakiwe hata siku moja. Naona baba wanaendelea kulewa, hapa anakuja kucheza na sisi. Naomba jioni ya leo ulisikilize neno la Kristo ili ubadilike. Haleluya, haleluya. Ulisikilize neno la Kristo ili ufanyaje? Ubadilike. Kama unapenda umchezee Yesu, lazima ubadilike, uje kumchezea nani? Yesu. Yesu sio wakutania. Yesu simfananishe labda na ile peji unaoikamata. No. Kama unahitaji kumchezea Yesu, lazima ulisikilize neno lake Kristo ili maisha yako yabadilike. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Vinginevyo utabaki unaendelea kuishi katika hali ngumu. Yesu haziakiwe hata siku moja. Kuna gharama zinazotolewa. Sawa, unaleta mzaha kwenye mkutano, usilete mzaha hata siku moja. Yesu si wa kuchezea. Naomba watu wa chama Boko mlisikilize neno la Kristo. Haleluya, haleluya. Tunakuja kushirikiana ili tusikilize neno la nani? La Kristo. Huu ni mwaka wako sasa, ulisikilize neno la Kristo. Huu ni mwaka wako ili ubadilike. Fungua Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume sura ile ya 3 mstari wa 37 hadi 38. Ngine utaendelea kusoma kwa wakati wako. Jua watu wamefika sehemu wanaona kama tunachokifanya ni kama mzaha. Nataka nikwambie, nikitamka neno kwamba wewe ambaye unaleta mzaha, Yesu afanye kitu kwako, atafanya. Kwa hiyo usifikiri ni mzaha. Kama unatamani kumrukia Yesu, lazima ubadilike. Naomba msomaji ulisoma Matendo ya Mitume sura ile ya 2 mstari wa 37. Neno la Mungu linasema, Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 37, walipoyasikia haya wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Yesu uliye juu, mtakatifu wa takatifu, tunakuhitaji ukatuhudumie. Tunakuhitaji ukaseme na watu wako. Tazama, ni wakati wako, ni muda wako sasa, ukaseme na watu wote walioko hapa. Wewe ndiwe Kristo uliyatoa maisha yako kwa ajili yetu wenye dhambi, ukafanyika kuwa na dhambi, na wakati ulikuwa huna dhambi, kwa ajili yetu kututoa katika mikono ya Shetani. Nami Mungu, naomba useme na watu wako katika jioni ya leo. Watu wako wanahitaji kulisikiliza neno lako ili maisha yao yaweze kubadilika, ili maisha yao kama ambavyo ni kusudi lako, mwanadamu aweze kukombolewa kutoka katika dhambi, katika utumwa wa Shetani. Ami jioni leo, sema na mama yule, sema na baba yule, sema na kijana yule, sema na binti yule,
Sema na kila mmoja anayesikia sauti hii. Nakushukuru Mungu kwa kweli Bwana, utasema sasa mapenzi yako. Sema amen. Amen. Jioni ya leo ninakuletea habari za Yesu ambazo zinazungumzia ujumbe, andika kutubu dhambi zako ili ubatizwe. Inakuletea habari za Yesu ambazo zinasema kutubu dhambi zako ili ubatizwe na Roho Mtakatifu. Watu wameshindwa kuelewa maisha ambayo yanaweza kuendelea kuwa katika usalama. Watu wameshindwa kufahamu kusudi la Yesu kuja duniani. Watu wameshindwa kufahamu Mungu wetu ametupenda, ametupendelea. Ndiyo Bwana akamtoa mwanawe wa pekee. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Nataka nikwambie jioni ya leo kwamba ili maisha yako yawe salama, ili maisha yako yawe yenye kumpendeza Mungu, Petro katika alihubiri neno la Kristo, watu wakamsikiliza. Waliposikia ile habari ya Yesu Kristo, wakatoa swali, wakamuuliza swali, sasa tufanyeje sasa ili tuweze kuwa salama? Petro akawaambia kwamba tubuni dhambi zenu ili mkabatizwe. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Dhambi inazuia vitu vingi katika maisha yako. Dhambi inasababisha uhusiano wako na Mungu uweze kupotea. Dhambi inakufanya usiweze kupata vitu vingine ambavyo ni kusudi. Kama utaweza kutubu dhambi zako, utaendelea kuishi katika hali hiyo hiyo. Hakuna kitu kingine ambacho kinaweza kupatikana kwako. Ndio maana akasema ili mpate vipawa, kuna kitu ambacho kiko mbele yako. Baada ya kutubu dhambi zako, kuna kitu kinapatikana. Kwa hiyo elewa, unapoendelea kuishi katika dhambi, kuna vitu ambavyo vimesababisha vikosekane katika maisha yako. Haleluya. 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 Amen. Kuna vitu vinasababisha vikosekane. Utaendelea kuishi katika hali hiyo hiyo. Nahisi kwamba hapa kutakuwa labda na kilabu. Kwa maana watu wanaona akimaliza pegi anakuja kurukaruka na sisi. Nami nataka niseme kama kuna kilabu, naume niseme tu kwamba mwaka kesho tukute kilabu kimetoka. Yes. Ninasema kama kilabu kiko mazingira haya, mwaka kesho tukute kimefanyaje? Imekuwa hiyo. Hivi ndivyo nimesema tayari. Nimesema kama kuna kilabu maeneo haya, yani baa, amechoka Yesu. Yesu amefanyaje? Amechoka. Anakubembeleza, amesema njoni kwangu nyinyi nyote wenye kusumbuka na kulemewa na nini? Ya nini? Ya dhambi. Yeye amesema atafanyaje? Sasa kwa nini unaendelea kuhangaika? Kwa nini unaendelea kutaabika? Kwa nini unaendelea kumdhihaki? Ninatamka kama kuna kilabu, kuna baa, mwenye baa sogea mbali sana. Asogee mbali sana, chukue hatua. Kama sio kumwamini Yesu Kristo, basi asogee mbali. Yaani hivi nimetamka kwamba asogee mbali kabla hajaona kinachoweza kutokea. Yesu huwa anabembeleza. Akibembeleza, akiona hugeuki, anakuacha kama ulivyo. Yawezekana ni mawili kwako, kuwa salama au siwe salama. Utafia dhambini, utakuwa mgeni wa nani katika maisha haya uyonayo? Dunia hii ni wapitaji, dunia hii sisi ni wasafiri, ni wageni. Tutapita, tunapita.
Kwetu ni wapi? Sema kwetu ni mbinguni. Kwetu ni mbinguni. Sema kwetu ni mbinguni. Kwetu ni mbinguni. Sema kwetu ni mbinguni. Kwetu ni mbinguni. Kwa hiyo usije ukafurahia kutenda dhambi. Dhambi hiyo itakufanya usimuone huyu Yesu. Dhambi hiyo itakufanya usimuone huyu Mungu aliyekuumba. Nami nataka nikwambie kwamba unahitaji ubadilishe maisha yako. Dhambi inakutenganisha na Mungu. Dhambi unaoitenda huwezi ukaendelea kuona kitu kingine katika maisha yako. Dhambi ya uzinzi, dhambi ya ulevi, dhambi ya kuiba wake wa watu. Kuanzia leo njoo kwa Yesu. Haleluya. Ilete kwa Yesu. Petro akawaambia mnatakiwa kutubu. Sema kutubu. Kutubu. Basi ni jioni tu ambayo mimi nasema na wewe kwa habari za Yesu, kwamba Yesu anachoendelea kuhitaji kwako ni kutubu ili ukabatizwe kwa Roho Mtakatifu. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Ili maisha yako yaweze kubadilika, ili aliyekuona akakucheka asikucheke tena. Sema amen. Amen. Aliyekudharau asikudharau tena. Haleluya. Haleluya. Amen. Unajua kuna maisha ambayo unafika sehemu na dharauika. Hivi utatoka hapa baba, navyokwambia utafika nyumbani suruali yako imelowana, umejikojolea na watoto wanakudharau. Umejidharaulisha wewe mwenyewe. Unafika ndani unaanza kufoka, watoto wanakimbia. Hayo ni maisha gani? Watoto wanakosa furaha ndani, watoto wanakosa amani ndani, mke anakosa raha ndani kwa sababu ya dhambi yako. Lakini jioni ya Yesu yuko hapa mahali hapa. Sema amen. Amen. Jioni Yesu yuko mahali hapa. Amen. Anahitaji utubu dhambi zako. Sema amen. Amina. Anahitaji utubu dhambi zako. Anahitaji uje jioni ya leo kubadilishe, ili kile kilichopungua ndani ya maisha yako yeye aweze kukirejesha. Sema amen. Kuna vitu ambavyo vimeibiwa katika maisha yako bila kujua. Ni wakati wako wa kuweza kugundua, ni wakati wako wa kufikiria ugeuke. Sikiliza nikwambie, kuna magonjwa mengine ambayo unakaa unahangaika, kumbe ni kwa sababu ya dhambi unazozitenda. Yesu alipokuwa akiendelea kuwaponya wengine, aliwaambia usitende dhambi tena. Lazima ujue kwamba yapo mateso ambayo unayapata ukiwa ukiendelea kuishi katika maisha ya dhambi. Unapona tunaendelea kusema hivi, tuna Yesu. Sema tuna Yesu. Tuna Yesu. Tuna raha. Haleluya. Sijasikia vigelegele kwa Yesu. Haleluya. 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 Amen. 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 Tuna raha. Tumeona faida ya kumtumikia Yesu. Amen. Tunayo matumaini na Yesu. Kuna watu hapa hata usiku hawalali. Kuna watu hapa wanahama majumba kwa sababu ya wachawi. Kuna watu wanahama kwa sababu ya uangaji. Lakini ukiwa na Yesu utatulia. Haleluya. Mchawi ndiye atakaye kuhama, muangaji ndiye atakaye kuhama, kwa sababu Yesu yumo ndani yako, ambaye atakulinda, ambaye atakutunza hata na maadui ambao wanaweza kukutafuta. Sema amen. Amen. Lakini kama huna Yesu, pendo, utahangaika sana. Nami jioni ya leo niseme kwamba ni jioni nyingine ya pekee utafakari katika maisha yako. Injili imehubiriwa sana, lakini umekwisha kufikiria maisha yako, mwisho wako, hatima yako ni ipi? Wewe mama, wewe kaka, wewe dada, Biblia inasema sisi ni kama mvuke. Unajua mvuke? Ni kama mvuke ambao unaonekana dakika chache, halafu unafanyaje? Unapotea. Potea. Akina mama mnajua, mkipika mkifunua mvuke unatokea, afu baadaye unafanya unapotea. Ndivyo mwanadamu alivyo.
Unaweza ukaringa jinsi ulivyo ukafikiri uko salama, lakini hauko salama. Dakika chache unaweza ukaondoka. Umeondoka namna gani? Lazima jioni ya leo utafakari hayo maisha yako. Yesu anahitaji kuyabadilisha. Yesu anahitaji uweze kumuona hata siku ile atakapokuja. Amesema atarudi kuchukua watakatifu. Maisha hayo ambayo unatamani kuendelea kuishi, Yesu akirudi huwezi kumuona. Ni leo ugeuke uje kwa Yesu. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Sema amen. Amen. Wakauliza swali, tufanyaje? Nami nasema njoo utubu leo. Ujumbe tuliokuletea siku leo ni kutubu dhambi zako ili ubatizwe na Roho Mtakatifu. Mimi naomba usimame mahali. Nimemaliza. Simama. Ni jambo moja ambalo tutataka kufanya. Amba praise tupe wimbo wako. Kila mmoja tafakari. Wewe unayesikia sauti, tafakari maisha yako. Unaishi maisha namna gani? Unaishi maisha ya kumtenda dhambi Mungu au unaishi maisha matakatifu yenye kumpendeza Mungu? Uchukue hatua. Ni wakati wa kuchukua hatua. Ni wakati wa kuchukua uamuzi ili ubadilike. Ili ubatizwe kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Ili maisha yako yampendeze Mungu. Ili maisha yako kile kilichopungua ndani yako Yesu aweze kukiongeza. Hauko salama. Ni jioni ambayo tunataka tumwambie Yesu kwa wote wenye moyo wa kuhitaji kurudi kwa Yesu, wenye moyo wa kuhitaji kusalimisha maisha yao ili yawe salama mbele za Mungu. Naomba mkutano wote tusogee mbele. Naomba tusogee mbele. Tafakari jioni ya leo. Inasema kwamba mkutano wote tusogee mbele. Wote tulioko hapa naomba tusogee. Haijalishi kwamba umekwisha kuokoka, haijalishi kwamba una dini yako, haijalishi kwamba nini. Nimesema tusogee mbele. Yesu anasema sogea mbele. Nimesema tunataka tujibu swali. Wakauliza tufanyeje sasa? Petro akasema mkatubu dhambi zenu ili ondolewa dhambi katika maisha yako. Sogea mbele. Tafakari katika maisha yako. Tafakari mama yangu, kama maisha yako yako salama namna gani? Maisha yako yako namna gani mbele za Mungu? Jioni ya leo Mungu anahitaji kuyabadilisha maisha yako. Jioni ya leo usihesabu tarehe uliokoka. Yawezekana hapo ulipo hauko salama mbele za Mungu, lakini yawezekana unatembea ukijua uko salama, lakini kumbe hauko salama. Yesu jioni hii anataka kukurudia upya. Yesu katika jioni ya leo anataka yatengeneze maisha yako tena usa. Yeye yuko hapa. Yeye ndiye anajua maisha yako. Yeye ndiye anajua shida uliyonayo. Yeye ndiye anajua taabu unayoipata. Yeye ndiye anajua mahangaiko unayopata katika maisha yako. Umejitahidi kupanda na kushuka, lakini maisha yako hayabadilika. Lakini Yesu jioni ya leo anataka kubadilisha maisha yako.
aliye tayari, wote tulioko hapa. Mtu mmoja ambaye anasema mimi leo nataka niyatengeneze maisha yangu na Yesu, nataka nitubu dhambi zangu nilizomtenda huyu Yesu, huyu Mungu wangu. Anyoshe mkono wake. Nasema na mtu mmoja aliyetafakari kwamba maisha yake hayako salama mbele za Mungu. Nasema na mtu mmoja ambaye amesikia neno lake na kuona maisha yake hayako salama mbele za Mungu. Anyoshe mkono. Yesu yuko hapa, anataka ayabadilishe maisha yako. Yeye akisema amesema. Dhambi iliyokulemea, yeye leo yuko tayari kukutua. Yeye yuko tayari kukusamehe. Yeye yuko tayari kukubadilisha. Umeniombe. Kisha mkono wako unataka kujisalimisha kwa Yesu ili awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Tamka maneno haya. Yesu yuko hapa. Wewe unayetaka kujisalimisha kwa Bwana Yesu, tamka maneno haya. Sema, Baba Mungu. Baba Mungu, nimekuja mbele zako. nimekuja mbele zako. Mimi ni mwenye dhambi. Mimi ni mwenye dhambi. Ninaomba unitakase. Naomba unitakase. Nimekutenda dhambi Nimekutenda na dhambi kupungukiwa na utukufu wako. Yesu Naomba usamehe maovu yangu yote. Naomba usamehe maovu yangu yote. Naomba usamehe maovu yangu yote. Futa jina langu katika kitabu cha hukumu. Futa jina langu katika kitabu cha hukumu. Ninakukiri wewe Yesu leo. Ninakukiri wewe Yesu leo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninaomba uandike jina langu katika kitabu cha uzima kwa jina lako Yesu.